nyingine tena kwa sababu ya majira hii na wakati huu wa Kweli Yote TV juu ya nchi na uumbaji wote. Karibuni mataifa yote, karibuni kabila zote, karibuni imani zote, ili kupata uelewa na kupata ufahamu juu ya ile siku ambayo tayari tulikuwa tunaisubiria na tayari imekwisha kusimama na kuanza kazi yake. Kwa hiyo hapa ni maelezo tu kwa ajili ya kujua nini ambacho kilikuwa kimejificha juu ya nchi, kwa ajili ya kuelewa, kwa sababu siku ya mwisho ina maana ni ile siku ya kujua kweli yote juu ya nchi, na ina maana kweli yote ndiyo yeye mwenyewe aliyeumba vyote. Kwa hiyo anapambana na ana hukumu ule uongo. Ndio maana akasema kila neno lisilokuwa na nguvu ya utendaji katika uumbaji huu litahukumiwa. Kwa hiyo amekuja kuhukumu uongo wote. Kwa hiyo leo ni nafasi ya pekee tena kwa ajili ya kuwasiliana na kila mmoja na kujifunza na kupokea ile nafasi ya pekee ambayo tumepewa na yeye. Sio rahisi kupata nafasi hii ya kujua siku ya mwisho na kila kitu ambacho kilikuwa kimejificha. Kwa hiyo yote utayajua. Kwa hiyo tuanze kwanza kwa kumshukuru kwa imani ulionayo. Kwanza kwa ajili ya kumshukuru aliyekuumba pale ulipo, we mweupe, we mweusi, we mwekundu, we kiongozi na usiye kiongozi, mwananchi mkubwa kwa mdogo. Kwa hiyo mshukuru, mwambie aliyekuumba ambaye ni kweli yote akupe nafasi ya kuona, nafasi ya kuelewa, nafasi ya kutambua nini ambacho kipo sasa kwa wakati huu. Basi tumshukuru kwa ajili ya utukufu wake. Baba mwema mzuri, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya pekee ya wakati huu mwingine tena, kwa sababu tumekutana kwa ajili ya uumbaji na kueleweshana katika ile nguvu ya TV yako ambayo ni Kweli Yote TV juu ya nchi, ambayo unaitumia wewe mwenyewe kama wingu juu ya nchi kwa ajili ya kuwafikia wote. Tunakushukuru kwa maana leo utatufundisha wewe, utatuelekeza wewe kwa utimilifu kabisa, kwa heshima yako wainue na uwafungue kama vile ulivyokusudia kwamba kila jicho litakuona na sasa kwenye wingu linaonekana kwa utukufu wako. Kwa hiyo hii ndio nafasi ya pekee katika utukufu wako. Tufundishe sisi sote, kwa maana umekuja ili utusaidie katika ile nguvu ya utimilifu wa siku yako ya mwisho, ambayo ni kuhukumu ubaya wote na kuhukumu roho zote ambazo ziliwahi kuonekana, kusikika, kufahamika, za hila, za ujanja, za uongo, kila namna ya uharibifu. Ni wewe ndio unayehukumu kwa utukufu wako. Imetokea. Kwa leo sisi sote tutajifunza juu ya lile kusudi moja tu, kwamba je, Yesu alikuja kufanya nini juu ya nchi? Imani zetu tulizokuwa tumezikuta zipo, ile mapokeo yote, mafundisho yote, kila mmoja atataka kupenda na kujua kwamba je, Yesu kwa level ya kweli aliyokuwa ndani yake, kwamba alikuja kufanya nini huku juu ya nchi, jambo ambalo limekuwa ni swali na halina maelezo, lakini alisema yeye akija atatueleza yote kwa utukufu wake, kwa sababu Yohana ile 16 inasema yule ambaye ni mwalimu atakapokuja ndipo atakapotueleza mambo yote. Kwa hiyo leo tunaongelea jambo kubwa kabisa juu ya nchi. Kwa hiyo nakuomba muda wako upokee kuelewa, upokee kusikia, upokee kufahamu, na hapo ndipo utajua kwamba tulikuwa wapi. Kwa hiyo leo utajua kwamba kwa sababu siku ya mwisho ina maana ni kuelezea ile kweli yote, ile uongo uliokuwa umejificha uondoke kwetu. Kwa hiyo leo tunaelezea juu ya Yesu, utume wake, nini alichotumwa kwetu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tunaona twende huku kwenye hii nguvu ya mchoro huu. Mchoro huu unasema katika siku hiyo muumba atakuwa mmoja na jina lake moja na ibada moja na mwaka wa kweli mmoja, ambayo utathibitisha kama kweli yote ndio uhalisia wa kila kitu, na kila kitu kitaonekana kwa ajili ya hayo. Ina maana sasa kwamba katika siku hiyo yeye ataturejesha kwenye nafasi ile ya pekee, kwamba sisi tuwe mmoja, kama vile ambavyo Zekaria 14 ile 9 inasema katika siku hiyo muumba atakuwa mmoja na jina lake moja. Lakini hawezi akawa mmoja kabla ya majira haijatokea, kama vile ambavyo tumeona kwamba hii kalenda ambayo kwa uhalisia yenye miezi 9, mwaka wenye miezi 9, ndio kalenda inayotuweka kwenye utimilifu wa kila mmoja kujua kwamba yeye alitokea wapi. Sisi sote tulitokea kwenye nguvu ya siku 28
ile miezi 9 tumboni. Kwa hiyo mwaka wenye miezi 12 haukutuzaa, ila ulitupokea, na ndio yakafanyika maisha. Kwa hiyo siku ya mwisho ina maana ni ile nguvu inayosimama kwa ajili ya ile Mwanzo 2 ile 23 mpaka 24 na ile Yeremia 29 ile mstari wa 10 mpaka wa 14. Ina maana ni kuunganisha ile miaka 930 na miaka 70, tunapata miaka 1000. Miaka 1000 machoni kwetu ni kama siku ya jana, siku moja kwake yeye. Ina maana inabeba siku ya mwisho. Kwa hiyo siku ya mwisho sasa ni kwamba kila mmoja sasa anaelewa, anapokea jicho la kuelewa kabisa, sikio la kusikia vyema na kupokea vyema, ile akili nzuri, ule moyo wa kuelewa. Kwa hiyo tunaona sasa utume wa Yesu. Je, alikuja kufanya nini? Kwa hiyo tunachofundishwa hapa ni yeye mwenyewe aliyetuumba, ambaye ni kweli yote, anatuonyesha kwamba je, ibada zilizokuwepo juu ya nchi, je, zilikuwa na nini na kusudi lake lilikuwaje? Kwa hiyo tunaona hapa utume wa Yesu uko kwenye Isaya 6 ule mstari wa 8 mpaka wa 13. Kwa hiyo hapa ndipo ukamilifu wa dahari kwenye ile nguvu ya Mathayo 28:19. Hii ndio lile fumbo lililokuwa limefumbwa na uumbaji wote na watu wote, mitume, manabii, watumishi wa aina zote hawakuwahi kufahamu kwamba Yesu alichotumwa juu ya nchi, je, ni nini? Sasa leo utapata jawabu zuri na utafunguka. Yesu hapa inasema kwenye nguvu ya Isaya ile 6:8-10 mpaka 13. Kwa hiyo tutaisoma hapo ule utume wake akiwa huko kwa Baba kwa haraka. Nasoma: kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume. Ndio akatokea huyo anayeitwa kweli kwa levo ya Yesu, naye akaniambia. Kwa hiyo haya ni maelezo sasa ya Baba ambayo anaongea na huyo ambaye anatumwa na amepokea utume. Akasema, akamwambia, naye akaniambia, nenda ukawaambie watu wao, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Unaoneshe moyo wa watu wao, ukayatie masikio yao, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuwaponya. Ndipo nilipouliza. Huyu sasa anauliza aliyekuwa ametumwa kwa sura ya Yesu. Ndipo alipouliza, Bwana, hata lini? Naye akanijibu, hata miji itakapokuwa ukiwa, haina wenyeji kabisa, nyumba zitakapokuwa hazina watu kabisa. Ina maana nyumba za ibada hazitakuwa tena na utendaji wa ule mfumo wa yeye Baba kupendwa kwa viwango vikubwa, hata yeye atakapohamisha watu waende mbali. Kwa hiyo tunauona huu utume wa Yesu kupitia hapa. Ile Luka 1:26 ndio inaingia kwa ajili ya yeye sasa kuja kwa Mariamu. Wakati ndio anaanza ile kazi, watu wote juu ya nchi tulijua Yesu kwa zile injili tulizofundishwa hapa za uumbaji kupitia ile nguvu ya Mathayo 16 ile mstari wa 17 mpaka 19, ambapo ndio ilikuwa ni agizo la Yesu kwa ajili ya wale mitume, kwamba Bwana sasa hao mitume ni 12, okay, lakini kile alichokuwa ameagizwa kilikuwa ni siri. Ndio maana ukiangalia kwenye nguvu ya Ufunuo ile 5 ule mstari wa 1 mpaka wa 12, nani atakayeonekana sisi kututoa kwenye yale tuliyokuwa tumepelekwa? Kwa hiyo ilikuwa hakuna anayefahamu fumbo hili. Kwa hiyo leo ufahamu ya kwamba Yesu alichokuwa alitumwa kuja si katika kugeuza chochote au kubadilisha chochote, bali ni katika kutimiliza yale yote yaliyokuwa yamesemwa na Isaya ile 6:8 mpaka 13. Huyu Isaya 6:8 mpaka 13, kile ambacho alikuwa anasema kwa ajili ya utume wa Yesu juu ya nchi, mpaka Luka 1:26-31 ikatokea Yesu akawa juu ya nchi.
hakuna aliyekuwa anafahamu kwamba Yesu kitu gani kile alichokuwa ametumwa. Kwa hiyo kitu alichotumwa Yesu kwa watu mnaosikia leo, mnaotazama sasa hivi, ina maana Yesu alitumwa kuja kutuonyesha siku ya mwisho peke yake. Kwa hiyo hizi ibada zote unazoziona juu ya nchi ni ibada za kinabii. Ili ufahamu ni za kinabii, ona hapa kwenye nguvu ya Mathayo 16 ule mstari wa 18 mpaka 19, anasema juu yako Petro nitalijenga kanisa na milango ya kuzimu haitalishinda. Ukisoma hapa kwenye Yohana 21 ile 15 ya kwamba Yesu anampaka mafuta kwamba achunge kusanyiko lake, alifundishe kusanyiko lake, yaani ibada zote ziwe kwenye nguvu ya utimilifu kwa kuonekana. Lakini tunaona hapa kwenye nguvu ya Mathayo 26:69 mpaka 75, Yesu anakataliwa na Petro. Ina maana ile ibada, kwa sababu huku hakueleweka kwamba Yesu alikuwa ametumwa nini. Kwa hiyo hizi injili sasa za mapokeo juu ya nchi alizozikuta, ina maana ndizo zilizokuwa zinafahamu kwamba Yesu alikuwa ameagizwa nini. Watu sisi hatukufahamu, ndio maana kila mmoja anajua kwamba Yesu alitumwa kwa ajili ya kuja kutukomboa. Ukisoma kwenye Matendo 10 ule mstari wa 38, lakini Yesu kile alichotumwa juu ya nchi, aliagizwa kwa ajili ya kuja kutuelekeza kwamba ile ibada ya kweli itakuwaje, ile siku ya mwisho itakuwaje, dalili yake, mifumo yake itakavyotokea mpaka utimilifu wake. Ina maana ndio maana akasema sasa mimi nitafanyika kama mpaka ukamilifu wa dali. Ukamilifu wa dali na maana ni ile injili yake kuja kuonekana kwamba yeye katika ile siku ya mwisho tayari ikiinuka, ina maana ukamilifu wake unaisha. Kwa hiyo ibada zote sasa juu ya nchi zinaanza kufahamu kwamba je, zilikuwa kwenye unabii au zilikuwa kwenye uhalisia kwa ajili ya watu kuabudu, kwa sababu alichokuja kutuonyesha ni mfumo wa ibada zote zilivyokuwa zinaendelea, kwamba kwa uhalisia hazikuwa kwenye utimilifu. Kwa hiyo tusome hapa ili tupate uelewa wa kujifunza, kwa sababu ni jambo kubwa kabisa. Hii Mathayo na Petro alikuwa ameketi nje behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya? Akakana mbele ya wote akisema, simjui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimwona, akamwambia, watu walikuweko huko, huyo naye alikuwa pamoja naye. Akamkana. Kwa hiyo Petro akamkana. Kwa hiyo ile nguvu ya utendaji inayoonekana sasa hapa juu ya nchi, kwa sababu kulikuwa tayari na ibada za Mafarisayo, ibada za Masadukayo waliokuwa wameketi kwenye kiti cha Musa. Kwenye Mathayo 23 kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia miyashike na kuyatenda, lakini kwa mifano yao msitende. Ili uone ilikuwa ni ibada hiyo, ni Marko 7 ule mstari wa kwanza. Kisha Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake. Wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mkono najisi isiyonawiwa, kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali, wakishika mapokeo ya wazee. Tena wakitoka sokoni wasipotawaza hawali. Na yako mambo mengine walioyafanya na kuyashika, kwa kuosha vikombe kwa midumu, vyombo vya shaba. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Akawaambia,
Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hao huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao niabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo alikuta ibada hizi. Kwa hiyo ibada hizi zote, ina maana yeye alikuwa safari yake ni kutuonyesha kwamba siku ya mwisho itakuwaje. Ndio maana ukisoma kwenye Mathayo 24 ile 1 mpaka utimilifu, anakuonyesha kwamba siku hiyo ikifika, hizi ibada zote lazima zifahamike, zijulikane kwamba je, huu mfumo uliokuwa unaendeshwa kwenye ibada, je, ilikuwa ni halisi au ilikuwa ni unabii? Leo jibu limepatikana kwa sababu tuko kwenye majira timilifu, kwamba Yesu juu ya nchi alikuja atuonyeshe siku ya mwisho peke yake. Kwa hiyo safari ya kwamba yote aliyoyafanya yalikuwa katika kutuonyesha ibada itakavyokuwa, si katika halisi yake, kwa sababu ingekuwa anafanya kwa uhalisia, ina maana ilikuwa ni ngumu sana yeye kurudi tena kwa ajili ya kusema nitarudi tena. Atarudi kufanya nini sasa, kama amekuja kama vile Matendo, hii Matendo inayosimama kwa ajili ya Matendo ile 10 ule mstari wa 38, kwamba Yesu amepakwa mafuta na Mungu kwa ajili ya kuja kutuondolea mifumo iliyokuwa ya nguvu ya Ibilisi. Kwa hiyo yeye, kwa sababu ndio alikuwa ni nabii mkubwa aliyekuwa anatakiwa atuonyeshe ule mfumo, lakini kwa sababu zilikuwepo ibada za Masadukayo na wote waliokuwa wametangulia, kwa hiyo zilikuwepo ibada ambazo msingi wake uko kwenye mitume 12 ndio walikuwa wamesimamia hapa. Kwa hiyo ukiona kwenye Ufunuo 20 ule mstari 21, Ufunuo 21:10 mpaka 22, ina maana hii ndio madhabahu ya dunia wamejenga kwa ajili ya mfumo wa mwaka wenye miezi 12, wamejenga mfumo wa ile mitume 12, makabila 12, nyota 12, ile chemichemi 12, simba 12, viti 12, hata nyota 12. Ina maana mfumo huu ukachukuliwa huko chini ya mateka. Huu ndio ulikuwa unaitwa Yerusalemu. Kwa hiyo huyu alikuja atuonyeshe kwamba hizi ibada mnazoziona si halisi. Kwa hiyo akija Baba kwenye utimilifu wa majira hii ya mwaka wa miezi 9, ina maana tutabidi turejee kwake. Kwa hiyo ukiona hata wakati anatamka Mathayo 21:43 ufalme utahama, ilikuwa anaonyesha kwamba huku kote kwenye kabila 12, ile lugha 12, mitume 12, huu msingi utavunjwa. Ndio maana akasema kwenye Luka 22 ule mstari wa 30 na Mathayo 19:27 mpaka 28, hapa anaongelea juu ya kabila 12 kwamba akija atakuja na utukufu wake, atahukumu kabila 12, atahukumu ile nguvu ya madhabahu iliyokuwa imesimamishwa juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba swali ambalo lilikuwa kwa watu wote, kwa nini adui alikuwa ndani ya ibada? Adui alikuwa ndani ya ibada, ndani ya kanisa, ndani ya masinagogi yote na imani zote. Walikuwa kwa sababu mitume 12 walikuwa wako kiunabii, na hawa ndio wamejenga madhabahu ya kanisa. Ukisoma kwenye nguvu ya Marko ile 16 ule mstari wa 18, anasema kwamba je, nyinyi mbona hamkuniamini? Hawa ni mitume 12. Na ukisoma kwenye Mathayo 26 ile 31, wote wamekimbia. Petro aliyekuwa ndiye kiongozi wa majira hiyo kama nguvu ya msingi wa kufundisha kupitia Yohana 21:15, huyu na yeye alimkana Yesu. Kwa hiyo unayosikia nguvu ya, labda unaweza kujiuliza, Roho Mtakatifu huyu anayefanya kazi ni nani? Huyu Roho Mtakatifu anaonyesha tu Yesu kwamba wanatumia roho si za utimilifu, kwa sababu roho aliyekuwa mwalimu, Roho Mtakatifu maana yake ni mwalimu. Ina maana ukisoma kwenye mahali ambapo pako kwenye nguvu ya utendaji, Yohana 16 ule mstari wa 13,
anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha. Kwa leo juu ya nchi, muelewe, mfahamu ndani ya hii siku ya mwisho ya utimilifu, kwa sababu ni siku inayojaji judgment ya uongo wote juu ya nchi. Ndio maana akasema kwenye nguvu ya Korinto wa kwanza ile 4:4 na Yohana 8:44 na ile nguvu ya Matendo hapa 19:27 mpaka 30. Huyu alikuwa anaitwa mungu wa dunia hii, alikuwa anaitwa adui wa mwisho. Adui wa mwisho kwenye utendaji, ukisikia kitu kinaitwa mauti na kuzimu, ina maana ni uongo. Ukisoma kwenye Isaya ile 28 ule mstari wa 14 mpaka ile 19, utaona hapa adui wa mwisho anatolewa, kwa sababu alijificha kwenye vazi ambalo linaitwa mauti na kuzimu. Kwa hiyo ikaonekana kwamba akija Yesu kwenye utimilifu wake, akija na Baba ndani yake, ina maana kile cha kwanza atafufua watu waliolala, waliokufa. Kumbe utimilifu wake ni sisi tuliokuwa tumekufa, tunatembea lakini tumekufa, kwa sababu ya yale mafundisho mbalimbali tuliyokuwa nayo kutokana na hii madhabahu iliyokuwa hapa. Kwa sababu hii madhabahu kuvunjika, ni lazima majira hii ije ile madhabahu ya mitume 12, ile kabila 12, mwaka wenye miezi 12 uvunjike. Ukishavunjika, ina maana tunaanza ibada sasa ya siku hiyo. Muumba atakuwa mmoja, jina lake moja, ibada moja, familia moja, majira moja, mwaka wa kweli mmoja. Kweli yote ndiyo maisha halisi. Kwa hiyo inakuwa ni mwezi una 28 na mwaka una miezi 9. Ina maana hii ndio habari ya umilele. Ukisoma kwenye Ufunuo 14 ule mstari wa 6 mpaka wa 20 na Danieli 2:44, hata nguvu ya Yeremia 25:15 mpaka 19, hii inaongelea habari ya siku ile na majira ile na utimilifu wa sisi kuwa moja. Kwa hiyo leo uumbaji utambue kwamba siku ya mwisho tayari. Ina maana maficho yote ya shetani, maficho yote ya kinabii, kitume. Ndio maana Zekaria 14 ule mstari, Zekaria 13 ule mstari wa 2 tasoma, kwa sababu unaweza kuuliza, je, hii miujiza wanafanya kwa nguvu gani? Nasoma hapa, kisha itakuwa katika siku hiyo, asema yeye aliyetumba, ambaye ni kweli yote, atakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi, yasikumbukwe tena. Pia nitawafukuza manabii na roho ya uchafu watoke katika nchi. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakapotoa unabii, basi baba yake na mama yake waliomzaa watamwambia hutaishi. Kwa hiyo nguvu ya siku hiyo ya utimilifu, majira hiyo ya watu wote, ina maana manabii wote watajulikana kwamba wanatumia roho gani, na kazi zao hazitafanikiwa tena. Kwa hiyo hapa tunasoma kwamba hizo ndizo zilizokuwa zinatenda roho, nguvu ya miujiza, nguvu ya ishara. Ufunuo 16 ule mstari wa 13, nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara juu ya nchi. Kwa hiyo unavyoona wakati hapa huyu Yesu akishindwa kufahamika, kwa sababu ilikuwa ni siri yake na Baba, kwamba Bwana, nenda tu huku kaonyeshe ile siku, onyesha kuna ishara ambazo utazifanya, utawaonyesha kwamba ibada hizo zao zinafanyaje, zinatendekaje, mpaka ukaone kwamba madhabahu ya dunia ilivyotengenezwa kwenye mitume 12 wasioamini, kwa sababu kanisa limejengwa kwa msingi wa mitume 12.
Mitume 12 ukisoma kwenye Marko 16 ile 14, hakuna mtume aliyekuwa naamini ile kweli aliyokuwa amekuja nayo Yesu. Kwa hiyo leo ufahamu, utambue kwamba majira ya Yesu alikuja kutuonyesha siku ya mwisho itakuwaje. Hizi zote unazoziona juu ya nchi ilikuwa ni ibada zilizokuwa zinaendelea za mapokeo ya watu waliokuwa wamekutana kupitia ile nguvu ya anguko la Adamu, kwa sababu Babeli ndio aliyekuwa amepewa umiliki wa kila kitu juu ya nchi, kwa sababu umiliki ulikuwa wa Babeli, kama alivyosema kwenye nguvu ya ile Yeremia 25 ule mstari wa 12, itakapofika miaka 70 yeye muumba kwa sura sasa ya uhalisia wa ile kweli yote unayoisikia atatokea. Akitokea, ina maana Babeli itaanguka na taifa hilo litaanguka. Taifa hilo ni nguvu ya kabila 12, kama alivyosema hapa, nitahukumu kabila 12. Babeli ni mfumo uliokuwa kwa ajili ya ibada ya jua na mwezi kupitia Yeremia ile 33 ile 20 mpaka 26. Kwa hiyo leo katika nguvu ya fundisho hili, kila mmoja aelewe ya kwamba ishara na miujiza zilizokuwa zinafanyika juu ya nchi sio za yeye aliyeumba ambaye kweli yote, kwa sababu Yesu alikuja kinabii, na kama alikuja kinabii, ina maana ukienda kusoma kwenye Marko ile Luka 23:44, yule wakati kwenye nguvu ya saa 6 mpaka saa 9 alikabidhi roho kwa Baba. Kwa hiyo ile roho ya ualimu, Roho Mtakatifu, ina maana alikabidhiwa Baba. Kwa hiyo ili majira ikifika aje, kwa sababu Baba, roho ya Baba ndio mwalimu juu ya nchi kwa ajili ya kufundisha utimilifu. Kwa hiyo yeye alichokuwa ametumwa ni hiki ambacho sasa hivi unakisikia. Kwa hiyo manabii wote juu ya nchi, roho alizokuwa anazitumia ni roho ambazo tayari zilikuwa kwenye nguvu ya anguko la Adamu, kwa sababu alipoachana Adamu baba na Adam mama, wakaachana na baba, wakaachana na majira, ina maana tayari mfumo wa kweli ulibadilika. Kwa hiyo roho zote ni zile ambazo adui anatumia maspiriti mbalimbali kufanya miujiza. Kwa hiyo karibu kwenye TV ya Kweli TV kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Ina maana kila kitu sasa kitakuwa wazi na kiko wazi. Ina maana ile siku ya hukumu tayari iko juu ya nchi. Mnakaribishwa sana, karibuni sana, na tayari mmepokea uponyaji. Badilika katika uumbaji huu wote, wakubwa kwa wadogo, kwamba Yesu tambua kwamba alikuja kinabii, si katika yale yote. Ndio maana ukisoma kwenye Mathayo ile 8:28, pepo ndio alikuwa anajua kwamba Yesu alikuja kinabii. Nitasoma na kutimizia hapa. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, Mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kwa hiyo mapepo juu ya nchi, roho chafu zilizokuwa kwa ajili ya uasi wa akili wa Adamu na Hawa, ndizo zilizokuwa zinafahamu kwamba huyu mwana ambaye alikuja kwa levo ya Yesu, kweli kwa levo ya Yesu, alikuja kiunabii kwa ajili ya kuja kutuonyesha ile siku ya mwisho. Kwa hiyo angekuja ili atuhakikishie uponyaji juu ya nchi. Haya mambo unayoyaona yasingekuwepo, ushetani usingekuwepo, nguvu ya ishara za miujiza ambazo tunaziona sasa, hata ambazo zinashangaza hata wale ambao wanafanyiwa, hizo zisingekuwepo. Kwa hiyo alikuja kinabii. Sasa ni halisi, sasa ni kweli. Karibu ile Kweli Yote TV juu ya nchi kwa ajili ya watu wote. Hapa ndipo tumefika kwa ajili ya utimilifu. Siku ya mwisho imeanza na ni siku ya kuhukumu uongo wote juu ya nchi. Karibuni na mmebarikiwa. Tumebarikiwa wote.